Karibu sana mtazamaji wangu, naitwa Tabibu Lois. Karibu sana na ukaribisha kwa heshima kubwa sana. Leo nitafundisha jinsi ya kuweka mkataba na Mungu alinde vitu vyako milele, visije vikaharibiwa mpaka kizazi chako, mpaka watoto wako wavikute. Na kitu chochote unachoingia mkataba na Mungu, umeweka agano na Mungu, iwe mali yako, iwe familia yako, iwe kazi yako, chochote kile ambacho hutaki ukipoteza katika maisha yako, weka mkataba na Mungu kwa agano la chumvi. Mtazamaji wangu, mimi naitwa Tabibu Lois, ni Mkristo, na nitakufundisha kwa kutumia Biblia takatifu. Hii ni Biblia, huwa naisoma sana. Kwa hiyo ambaye ni Mkristo, kwa dini zingine tumiani misahafu yenu ya dini, kwa sababu mimi sibagui dini ya mtu. Remedy ni hizo wanafundisha na zinawasaidia wote. Wewe mnapokea shuhuda kutoka kwa Waislamu, kutoka kwa Wahindi, kutoka kwa Wakristo, kutoka kwa wapagani, wote. Nashukuru Mungu. Kwa hiyo ambaye ni Mkristo, utasoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, jinsi ya kuingia mkataba na Mungu ili akulinde, alinde kazi yako, alinde mali zako, alinde watoto wako. Utasoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 13 mstari wa 5. Nyakati wa Pili, sura ya 13 mstari wa 5. Je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele, yeye na wanawe kwa agano la chumvi? Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 13 mstari wa 5. Unaona Mwenyezi Mungu alivyosema alimpa ufalme. Mtu ambaye alikuwa ni mchungaji, fikiria mtu anayechunga ng'ombe, halafu anapewa ufalme, na Mungu anaweka agano la chumvi. Na Mungu akishaweka alama ya chumvi, hiyo ni alama ya ulinzi. Nishe kufundisha, yoyote atakayegusa pale amegusa mboni ya jicho la Mungu. Mungu atampiga kwa mapigo manne: mapigo ya upanga, mapigo ya njaa, mapigo ya tauni na wanyama wakali. Ndio mapigo ya Mungu ambayo Mungu anapiga kwa kitu chote ambacho ameweka alama yake ya ulinzi. Huyu ni mfalme Daudi. Mungu aliweka agano naye kwa chumvi ya mawe. Hakusema nimeweka wanajeshi, unaweza kawa ni mkuu fulani ukategemea wanajeshi, lakini ukashangaa wanajeshi wako wakupindua. Lakini unapoweka agano na Mungu kwa kazi yako, Mungu kwa chumvi, Mungu analinda. Huo ni mstari wa kwanza, mpendwa mtazamaji. Kwa hiyo linda kazi yako. Kwa dada, na nimefundisha hii video kwa sababu nimeona niirudie, kwa sababu kuna dada mmoja alinipigia simu akasema yeye ni mfanyakazi wa taasisi fulani kubwa tu, lakini ameingia msomi mwenye elimu kuliko yeye, kwa hiyo cheo chake kiko hatarini. Mimi nilichomwambia, chukua cheti chako ulichosomea, kizungushe chumvi ya mawe. Hakisha unafanya lamination kisije kuharibika, kizungushe chumvi ya mawe, mwambie Mungu, naingia mkataba na wewe kwa agano la chumvi, kazi yangu haitaharibiwa, huyu msomi hata niharibia kazi yangu. Lakini pia unaweza kufanya remedy ya pili, ukachukua jina lako wewe mwenyewe. Kama unahisi unahatarishiwa usalama wa ofisi yako, biashara yako, chochote kile ulichonacho, watoto wako, chukua jina lako wewe mwenyewe. Chukua maji ya mvua, ukipata maji ya mvua yale ya asili, maji ya mvua au ya kisima ni mazuri sana. Andika jina lako, weka ndani ya glass, weka na maji yao ya asili, weka na chumvi ya mawe vijiko 3. Mwambie Mungu, naloweka jina langu hili kwenye maji ya chumvi ya mawe. Mungu, nimeweka alama yako ya ulinzi, nisiharibiwe kazi. Yaani chochote ambacho unapitia changamoto, Mungu atakilinda kwa nguvu zote. Na yeyote atakaye kugusa, subiria tu university itampiga. Yaani haitachukua miaka 3. Hesabu, yaani inaweza kawa ndani ya siku 7, ndani ya siku 40, haizidi miaka 3. Huyu mtu atapokea mapigo hayo manne ya Mungu, ambaye atakuharibia kitu chochote ambacho umeweka agano na Mungu kwa chumvi. Mistari iko mingi sana na huwa sipendi sana kwenda muda mrefu. Nitakuonyesha tena mstari mmoja wa mwisho. Kitabu cha Hesabu. Hii ni Biblia, hii nasoma Hesabu sura ya 18 mstari wa 19.
Hesabu sura ya 14 sura ya 19, sadaka zote za kuinuliwa za vitu vitakatifu wana wa Israeli wavisongezavyo kwa Bwana nimekupa wewe na wanao na binti zako na wewe. Ni haki yenu ya milele, ni agano la chumvi. Narudia tena, ni agano la chumvi la milele mbele za Bwana kwa ajili yako na kizazi chako pamoja nawe. Unapoingia agano la chumvi na Mungu, hilo ni agano la milele. Hakuna mtu yote atakayeharibu, hakuna mtu yote atakayekuja kufanyia ubaya wowote. Yaani Mungu atakulinda kwa nguvu zote, kwa sababu hilo ni agano la Mungu la milele. Mpaka kizazi chako watakuta mali zako, watakuta nyumba zako, watakuta projekti zako zote ulizozianzisha. Hilo ni agano la Mungu la milele. Kwa hiyo hiyo ndio nguvu ya kutumia chumvi ya mawe. Lakini pia hata ukitaka Mungu alinde ardhi yako, nilishafundisha, utaangalia video imeandikwa weka alama ya ulinzi katika ardhi yako, utaona. Nimezungumzia sana chumvi ya mawe pale. Kitu chochote ambacho umeweka chumvi ya mawe, umeingia agano la Mungu la milele. Hata kama leo haupo duniani utakufa, kwa sababu uliweka agano na Mungu kwa chumvi ya mawe. Mungu atainua watoto wako, kizazi chako, atawalinda na watasimamia projekti zote na mali zote ambazo umeziacha. Kwa leo, mpendwa mtazamaji wangu, niishie hapa. Tumia chumvi ya mawe kwa ajili ya kulinda mali zako, watoto wako, mme wako. Umeolewa, tena hii ya mume, hii mambo ya ndoa nimekumbuka. Napokea maelfu ya simu. Mke wangu ameanza hivi, mme wangu amepata nyumba ndogo, ndoa yangu ina amani, ndoa yangu ina vurugu. Chukua cheti cha ndoa. Siongelei, chukua cheti cha ndoa. Kile cheti ambacho mlifungishwa mbele ya kanisa, mbele ya watakatifu wa Mungu. Kizungushie chumvi ya mawe. Kawaida chumvi ya mawe ina tabia ya kuyeyuka, kunaweza kuharibika. Kwa hiyo hakikisha kina lamination. Kizungushie chumvi ya mawe, iache chumvi ya mawe. Mwambie Mungu, ndoa yangu naweka agano na wewe kwa chumvi ya mawe. Haitaharibiwa na watu kamwe. Haitaharibiwa na wanawake, wanaume. Siri tamka. Lakini pia chukua jina lako na la mume wako au jina lako na la mke wako. Andika kwenye karatasi. Chukua glasi, weka maji ya mvua au maji ya kisima, maji yote ya asili, weka ndani ya glasi, weka majina yenu, weka chumvi ya mawe vijiko 3. Anza kunuia kwa siku 21. Huyu mke wako au mume wako hata akiondoka miaka, kwa sababu umeingia mkataba na Mungu kwa chumvi ya mawe, yule mtu chumvi itamrudisha tu. Anaweza Mungu akashusha hata mapigo kule kule aliko, Mungu akamrudisha. Mtoto wako vile vile anakusumbua, haeleweki, anavuta bangi, fanya hivyo hivyo, muandike jina lake, loweka kwenye chumvi ya mawe jina lake kwa siku 21. Mwambie Mungu, naweka agano la ulinzi kwa mwanangu huyu kwa chumvi ya mawe. Fanya hivyo, weka ndani ya maji, weka chumvi ya mawe, na kuhakikishia universe huwa haiongopi. Nimetumia hizi remedy kwa miaka 20, nazifahamu vizuri sana sana sana. Mungu anajibu ndani ya siku 3, siku 7, siku 40 au miaka 3. Kwa hiyo unapofanya hizi remedy, kuwa na imani kubwa ndani yako. Weka imani kwa Mungu. Hata kama utapata majaribu hapo katikati, wewe umeshaingia na Mungu mkataba wa chumvi ya mawe. Mwachie Mungu. Atajua mwenyewe atamrudishaje kule. Atajua mwenyewe atampigaje yule kule aliyemshikilia kule. Kwa mpendwa mtazamaji, nikukumbusha kwamba ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Natibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, na nikukumbusha kwamba huwa tunatuma dawa kokote duniani. Ukiwa Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 2, nje ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 7. Ukiwa Ulaya si wapi, ninatuma kwa ndege DHL, kote unapokea. Na ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kila chakula. Na tunazo dawa kwa ajili ya uvimbe wa kizazi, matatizo yote ya kizazi, uvimbe wa matiti, pengine unahisi una dalili za kansa, uvimbe wa kwenye vifuko vya mayai, uvimbe wa mirija, tubes zile zinakuwa zimeziba, hazipitishi mayai, uvimbe kwenye vifuko vya mayai, na kutibu kwa muda wa mwezi mmoja unapona. Kikubwa tu mtazamaji wangu, usiwe na vidonda vya tumbo. Dawa ina nguvu. Kwa kama una vidonda vya tumbo na vitibu kwanza, vinapona, ndio nakupa dawa. Tuna dawa kwa ajili ya kushusha pressure, kushusha sukari, matatizo ya ngozi,
pumu, asthma, mafua, mavimbe ya koo, matezi ya koo, kansa ya koo, wahi mapema kabla hujaanza kuishiwa damu, matatizo ya figo, ini na bandama, matatizo ya macho, kushindwa kuona mbali au karibu, au vinyama vinavyoota hapa kwenye jicho, magonjwa yote ya kichaa, kifafa, degedege, kichaa, watu waliovuta mabangi, dawa za bawasiri, dawa za nguvu za kiume na dawa za meno, matatizo yote ya mpendwa mtazamaji, utatumia dozi yangu kwa muda wa mwezi mmoja mpaka miwili mwisho. Lakini pia zipo dawa kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi mkorofi ili kuwe na amani nyumbani kuliko kuleteana magonjwa yasiyotibika. Lakini pia ipo dawa ya mvuto KKK, Triple K, dawa ya mvuto mkali sana, utapendwa na kila mtu, utaingia popote. Dawa ya mvuto mkali wa pesa na mali. Una biashara yako pale, ukifika pale wewe ichome tu, utaanza kuona matokeo na utanipa ushuhuda kama wengine wanaonipa. Lakini pia mtazamaji wangu, kwa wale ambao mna shuhuda, msibanie shuhuda. Huwa napenda kutoa shuhuda katika akaunti hii kila baada ya masaa 3 au 4. Ninafundisha bure. Mungu akikupa bure, nitumie ushuhuda, iweze comment kwenye YouTube ama unitumie kwenye WhatsApp. Mimi huwa na kawaida ya kuficha jina la mtu kama hutaki ujulikane, au namba ya mtu kama hutaki ujulikane. Ili Mungu akupe vitu vikubwa zaidi, lazima upate shuhuda. Kama mimi ninavyowafundisha hivi, Mungu amenibariki kwa viwango vya juu sana, namshukuru sana Mungu. Na napenda mtazamaji wangu, niishi hapa. Asante kwa kunitazama. Ninakupenda sana. Mungu akubariki sana. Usisahau kulike, share na kusubscribe au kumsaidia mtu yote ambaye unaona ana matatizo kama haya. Asante kwa kunitazama. Bye.